Kwema kaka? Kwema, tunamshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mechi yetu imekwisha zidi ya Mtibwa. Nafikiri unaiona mechi haikuwa nyepesi. Mechi ilikuwa ngumu, lakini vijana wamejitahidi, wamepambana. Muendelezo wa kukusanya point 3 katika mikoa bado unaendelea kwetu kama Simba, ni jambo jema, ni jambo zuri, pia ni jambo la kuwapongeza wachezaji wetu pamoja na technical bench, wamepambana, bado unaendelea kukusanya point. Nafasi ya Mtibwa Sugar, namna ambavyo wako 3 kutoka mwisho, imewafanya mechi leo ikawa ngumu zaidi mikoa ikisugu. Yes, mechi haikuwa nyepesi. Toka mwanzo tulikuwa tunajua mechi ngumu, kwa sababu ukiangalia Mtibwa walikuwa wanahitaji point 3 kuona namna ambavyo wanajinusuru katika sakata kwenda kutemka daraja, na ndio maana unaona mechi imekuwa ngumu sana. Lakini kwa sababu Simba ni timu kubwa, tuna wachezaji ambao wamemachua, tuna wachezaji ambao wenye quality kubwa, wameenda kupambana kuona namna ambavyo tumepata matokeo. Lakini hongera sana unapeleka kwa mwalimu Steven Becker. Game plan ilikuwa nzuri. Second half tumepata goli moja, mwalimu akaamua ku defense team kwa kushambulia kwa kushtukiza, lakini otherwise kipindi cha pili amekwenda kubadili plani, tumepata goli 2. Hii ndio maana halisi ya timu kubwa. Kwa hiyo kikubwa tunawapongeza tu wachezaji wa Simba. Kubaliana na mashabiki ambao wanasema kwamba intensity ya wachezaji ni kama leo ilikuwa imeshuka kwa kiasi kikubwa. Siwezi kukataza mitazamo yao, lakini mpira ni mchezo wa science kubwa sana. Unaona wachezaji wa Simba namna ambavyo tunacheza mechi, ratiba zimekuwa kidogo titi for tate, lakini kuna muda timu kubwa unapopata goli kitaalamu unaanza kulinda ile goli lako kabla kutafuta lengine, kwa sababu tulichokuwa tunahitaji hapa sio magoli, tulichokuwa tunahitaji hapa kwanza ni point. Kuona namna ambavyo tunaendelea kupeleka gurudumu kupambania kwenye ubingwa. Kwa hiyo mimi kwangu timu ilicheza vizuri, timu ilicheza kwa mipango mikubwa, imeonyesha kama timu kubwa. Leo naweza kusema Mtibwa amecheza sana, lakini hakuwa na madhara. Mimi naamini kwa mwalimu Steven Becker na technical bench lake walijipanga vizuri. Kwa namna tunachukua point 3 zile ya Mtibwa. Kisugu, mnachukua pointi 3, kila mtu ashinde mechi zake, lakini pia mnatazama mpinzani wenu adondoshe alama. Mara ya mwisho ulizungumza ukasema Azam FC mtoto akila, ulitumia msemo wa samaki, atakula upande huu na huu, lakini mambo ameenda kuwa tofauti leo. Amekula chuma 3-0 dhidi ya Young Africans. This is football, ndio mpira. Mimi naamini Azam wamecheza katika kiwango chao ambao wanachojua kama Azam. Wamekwenda kupambana lakini wakupata matokeo. Otherwise this is football. Sisi hatuwezi kuangalia nani afanya nini. Sisi tunachokiangalia sisi wenyewe tunafanya nini. Sisi kama Simba tunaendelea kupambana ili kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri. Mechi za watu wengine tunawachia. Mwisho wa siku baada ya ligi bingwa atajulikana nani. Wao wache washinde na sisi endelea tutashinda. Lakini otherwise siku ya mwisho tutakuja kujulikana. Simba Sports ndio atakuwa bingwa wa ligi NBC. Simba Sports atakuwa bingwa wa ligi NBC. Kuaminisha mikoa na ukiona nyinyi mnashinda mechi zenu na wapinzani wenu pia wanashinda mechi zao. Siwezi kukwambia wala siwezi kukufungulia kodi, lakini amini kwamba Simba anakwenda kuwa bingwa wa ligi ya NBC. Siku ya mwisho hawatoamini kitakachokwenda kutokea, lakini tunaamini kwa ubora wa Simba, mashabiki wa Simba, tunakwenda kuchukua ubingwa wa ligi ya NBC. Zungumzia performance ya leo sasa mikoa ikisugu. Yusuf Kagoma amepata man of the match leo. Performance yake imekukosha kiasi gani? Alistahili. Mimi kwangu ndo mchezaji ambaye anakimbia dakika 90 muda wote katika pembe zote za uwanja. Kwenye matukio yote ya Simba alikuwepo. Leo kwa mara ya kwanza lazima nikiri, kamati iliyoteuliwa kwenda kutoa tunzo imefanya vizuri. Yusuf Kagoma alistahili kwa man of the match na amekwenda kustahili. Mimi naamini amecheza vizuri. Hongera yake, hongera waliomchagua, lakini otherwise yote kwa yote lazima tuwape hongera kama timu nzima. Mimi nafikiri moja ya Kagoma kuonekana kuwa bora kwa sababu ushirikiano na wachezaji wenziwe. Mimi naamini kwamba alistahili kwa man of the match. Ambao nilikuwa nimekaa na mashabiki Mikoi, mashabiki wengi wanalalamika kuhusiana na golikipa Kasali. Walikuwa wanaona leo pia ana makosa yale ambayo yanaweka roho juu mashabiki. Performance yake wewe unaizungumziaje? Ni golikipa mzuri. Bado anaendeleza katika mkumbo wa clean sheet. Mtazamo wa mshabiki tofauti na uhalisia mpira uwanjani. Mimi naamini kwangu ni golikipa mzuri. Umeona amefanya save karibuni 2. Otherwise yote kwa yote nampongeza. Mimi kwangu bado naona anastahili kwa golikipa namba 1 ya klabu ya Simba. Simba ndio timu ambayo sasa hivi inasifika kucheza mpira mzuri kiwanjani. Ubora wa Simba umeendelea kuimarika kwa kiasi kikubwa. Mikoi, unadhani hamstahili kuwa hapa mlipo sasa hivi? Hatukustahili. Tulistahili kuongeza ligi NBC. Lakini haya mengine Salome nafikiri tutakutana Dar es Salaam tutakwenda kuongea. Nasikia Rajiga katoa penalty, sio? Yanga leo ulikuwa na tension kubwa baada ya goli kutajwa muamuzi ya Rajiga. Maneno mengi yameibuka. Kwa nini zaidi Kisugu? Ukiniuliza mimi siwezi kuwajibia wa Tanzania. Lakini nafikiri wamezungumza na maana kubwa. Kwa nini alipotajwa kwa Rajiga kila mmoja alikuwa na pressure. Kila mmoja alisema kwa nini mechi ya kimkakati. Niliwahi kuzungumza sana na nitaendelea kuzungumza. Tufike mahala lazima tumtafute bingwa ambaye apatikana atakwenda kuwakilisha nchi katika system ambayo unafanyaje?
inayohitajika. Leo jiulize waandishi, kwa nini Alajiga na Yanga watu wanamzungumzia sana? Waswahili wanasema atakayeumwa na nyoka akiona unyasi anafanyaje? Anastuka. Kuna jambo la Jiga lazima atakiwa abadilike, kuna namna atakiwi kutajwa sana midomoni mwa shabiki, si kwa mazuri. Aendelee kutajwa kwa mazuri, lakini asiendelee kutajwa kwa nini? Kwa mabaya. Lakini Alajiga amekuwa anazungumzwa sana kwa mabaya. Mimi naamini this is football. Sisi kama Simba tuache hayo, tuendelee kupambana, tuendelee kusupport team. Hujatazama mchezo, lakini baada ya kusikia penalty Mikoi umeingia doubt. Focus yangu ilikuwa kwenye Simba, wala haikwamia kule, kwa sababu nilijua siku zote ukifanya urafiki na mchawi iko siku atakula mtoto wako. Azam amekwenda kufanya urafiki na mchawi meza moja, mchawi anabaki kwa nini? Kwa mchawi tu. Kwa hiyo mimi naambia kwamba tuendelee kupambana. Na michezo miwili migumu mbele yenu Kisugu, mchezo dhidi ya Singida Black Stars, lakini dhidi ya KMC ambao tayari wameshuka daraja. Pamoja na mpinzani wenu, unasema Simba bingwa msimu huu. Unaona alama 6 mnaenda kuzikusanya kwa hizi timu mbili? Yes, 100%. Tunajua umuhimu wa pointi zetu zilizobaki. Mashabiki tutakwenda kucheza pati yetu, management itacheza pati yao, players watacheza pati yao. Mimi naamini tutakwenda kukusanya pointi 6. Tutakwenda kumfunga Singida, tutakwenda kumfunga KMC. Otherwise mwisho wa siku tutakusanya pointi 6, tutakwenda kwenye hesabu, tutajua bingwa nani katika nchi hii. Mashabiki wengi sana wamejitokeza Morogoro hapa Mikoi Kisugu. Na mnajua kabisa ni mna muda mrefu hamjapata ubingwa wa ligi kuu soka Tanzania bara. Hii inakuwa ina maana gani kwenu? Kwanza nawapongeza sana mashabiki wa Simba wa Morogoro. Wameonyesha mahaba kubwa na Simba Sports. Na hii ni tabia na kawaida mashabiki wa Simba wa mikoani. Pindi timu yao inapofika wanaonyesha mahaba makubwa. Leo mmeuona uwanja wa Jamhuri wa Morogoro waandishi. Mmeona namna ambavyo mashabiki wa Morogoro walivyojitokeza. Mashabiki kutoka Kionda wamejitokeza, kutoka Kichangani kule wamejitokeza, kutoka Muhonda wamejitokeza. Kuna namna ambavyo wanakuja kuona timu yao. Otherwise nawapongeza, waendelee kuisupport team. Mimi naamini kwamba timu inazidi kuimarika na tutakwenda kuwa mabingwa inshallah. Asante. Asante, nashukuru. Bwana, mambo vipi? Poa, tunashukuru Mwenyezi Mungu kabisa, tuko salama. Sawa shebi? Tuko sawa kwa 100%, mechi imeisha. Kwanza tushukuru alhamdulillah kwa sababu kwenye target yetu mechi zetu 5 zilizobaki tulisema mechi zote lazima tupate matokeo. Kwa hiyo kile kilichokipanga na ndio kinachofanyika. Tumepata matokeo mechi 3, zimebaki mechi 2. Lakini target yetu bado kuhakikisha mechi 2 zilizobaki nazo tunapata matokeo. Yes. Kuna namna kama wana Simba wanatoka wengine kinyonge, ulitegemea huenda kile kilichotokea Steve Kirumba kingetokea leo Zanzibar? Hapana, hamna kitu kama hicho. Yani nani, football haiko hivyo. Imani ya wana Simba wote kwamba mpira unachezwa uwanjani. Sasa sisi tumekubaliana kitu kimoja, sio fulani afungwe, ila tunachosema mechi zetu zote tushinde. Na niwapongeze viongozi, wanachama, mashabiki na wachezaji wetu na benchi la ufundi. Yale tulokubaliana kwamba kila mechi tupate matokeo kwenye mechi 5, tumeshashinda mechi 3, zimebaki 2. Hiyo ni lazima tupongezane. Lakini ukiachia hilo, bado kuna mechi zingine 2. Lolote linaweza likatokea kwenye mpira. Kwa hiyo kama kuna mwingine kashinda, kuna mwingine kafanya hivi, sisi haituhusu. Tunachojua target yetu mechi zilizobaki tupate matokeo, na kwenye mechi 5 tumepata mechi 3 matokeo. Lakini kuishi kwa matumaini kitu cha kawaida. Hapana, ujue ligi bingwa anakuwa mmoja. Lakini tunaogombea tulikuwa zaidi ya timu moja. Kwa hiyo wale wengine wanaoshuka daraja na wenyewe watasema nini? Kwa hiyo sisi tunachokifanya mechi zetu tushinde. Mwisho wa siku tutapiga mahesabu. Kama tutafeli, tutakuwa tumefeli kwenye ligi. Lakini bado tunacheza finali ya Federation. Sasa kama kuna mwingine target yake anaweka target kwa akili labda ya kucheza kamari na kubeti, hiyo mimi siwezi kumzungumzia mwingine. Lakini mimi nazungumzia mpira kwamba tumepiga target yetu, mechi zetu zote zilizobakia tushinde, na tumefanyikiwa hilo. Zimebaki 2. Tuna mechi ngumu dhidi ya Singida. Hamna mtu asojua Singida ugumu wake, na Singida familia ya nani. Kwa hiyo tuachane na maneno ya pembeni kwamba nani kamfunga nani goli ngapi, sisi haituhusu. Target yetu mechi tarehe 27, ndio maana leo tumemaliza mechi. Then tunaanza safari ya kurudi Dar es Salaam kujipanga mechi ya Singida tarehe 27. Ni kama mtani baada ya matokeo ya Zanzibar, ni kama anaona kama amemaliza hivi msimu, anabeba la ligi tena. Kuna staili wanaoitengeneza, nasema ya upangaji wa matokeo. Ukisema kuna mwingine anakasirika. Mpira hauko hivyo. Mpira hauko hivyo. Hapana, mpira hauko hivyo. Yani mpira ni hivi, lazima mcheze mechi zote mmalize, na ndo baadaye ujue hesabu ya mpira. Yani na ndo mambo ya mpira. Sasa kama kuna mtu anasema yeye kashakuwa bingwa, mimi siwezi kuzungumzia hilo. Na ndo maana tunasema kuna watu wanapanga matokeo. Ndo maana tulisema hata mechi ile sununu na yale maneno ya kusema ya pembeni kwamba wamepanga mipango kwamba mechi ya Federation
nini Yanga afungwe mechi ya ligi ili jamaa ashinde. Leo nadhani imeonekana. Leo wao wenyewe tayari wameshakiri kwamba mechi ya leo wao tayari washakuwa machampion wakati wana mechi hizo na wamempita mtu ambaye anayemuongoza kwa pointi hizo, yani mechi 2.6. Hakuna football ya hivyo bro. Mimi labda nikwambie ukweli. Tuzungumzie mpira, tuzungumzie siasa ya nje ya mpira. Mimi natazungumzia mpira. Kama kuna mwingine ana siasa tumwache azungumzie siasa. Hii haijaisha mpaka iishe. Sisi kwa Simba mpaka pale itakapoisha. Kwa sisi Simba ndo tunaofuatilia football. Lakini kwa wale ambao wanatengeneza mazingira mengine, wao washakuwa machampion. Ila sisi tunasema haijaisha. Kuna watu labda na wale viongozi wao wa sasa wanaoongoza, mimi niwafundishe. Simba katoka nafasi ya 4 mpaka bingwa. Labda kuna watu walikuwa hawana hiyo historia. Wao ndo walikuwa juu wanaongoza. Mechi za mwisho zimeenda kuamua Simba kutoka nafasi ya 4 mpaka champion wa ligi kuu. Sawa, tumalize na hili. Misimu 4 bila medali yoyote ya ubingwa. Msimu huu kama unainusa moja na finali moja lakini bado ligi haijaisha. Unaona mnyama msimu huu akiondoka na chochote kitu? Football bro. Football. Inawezekana. Chelsea walikaa miaka 50 hawajui ubingwa wa England. Wanawekeza mapesa mingi miaka 50 hawajui ubingwa. Simba miaka 4 na miaka 4 hiyo, na sisi wapo watu tushawakalisha eda. Miaka 4 walikuwa hawajui ubingwa na miaka 4 yetu ilikuwa ina mafanikio ndani yake. Kwenye mashindano ya kimataifa tunapeperusha bendera vizuri na ndani tunafanya vizuri. Wao miaka 4 yao wanaishia makundi, kwa hiyo wamelitia aibu taifa. Ndio maana Steve Barker kapewa kazi ya kutengeneza kikosi ambacho kwanza kitaenda kukomboa nchi ya Tanzania ambayo tayari ishatekwa katika football ya kimataifa. La pili, tunatengeneza timu ya kuhakikisha msimu ujao unakuwa bora. Sasa kama kuna mtu anasema medali hatuna, tumeanza kubeba kombe la mashabiki. Ahmed Ali kabeba. Tumemaliza hapo, tumeenda kubeba muungano. Tumemaliza hapo, madada zetu na wengine wameenda wamebeba. Tumemaliza hapo, sasa tumeingia finali ya Federation ambao na wao katika miaka 4 hiyo Federation walikuwa wanatetea, lakini wachadondosha vikombe hivi wamedondosha viwili. Sasa mpira ulivyo, ukishapoteza matokeo unajipanga kwa msimu ujao. Wakubali kwamba Ellis safari kawatandika. Ndio maana baada ya kuleta nondo katika uwanja ili ujengwe au sementi, analeta vifusi vya magorofa yanayodondoka Kariakoo. Yaani kuna vitu ukishatengenezewa mazingira hayo unajua kabisa huyu ni muongo. Sasa mimi labda niwaambie, ligi hii wao wanaenda kupambania ubingwa wa ligi. Kwenye Federation wamepotea. Sisi tunaenda kupambana ubingwa wa Federation. Ila hata kwenye ligi bado tunatamani, ila wao kwenye Federation hawapo, washaondoka. Yes. Haya bwana, shukrani. Nashukuru, kila la heri. Tukutane Dar es Salaam. Asante sana.